duniani hakuna mtu ako na haja na mwanaume. Mama yako hata kama umeoa anangoja pesa zako, mama yako, na ni haki yake. Mke wako ndio hatari zaidi, anangojea hiyo pesa, mwanaume. Na ndugu zako wanatamani ungeondoka wagawane hiyo mali, na dada zako wanakulemea. Na ukitoka barabarani, polisi mkono juu, naye polisi anangojea pesa yako. Na ukitorokea kanisani, pasta na mzee wa kanisa wanangojea pesa yako. Hauna mahali mwanaume utaponea. Na hata nyumbani umbo anangojea umpelekee nyama. Oi, Mungu wa wanaume. Mungu wa wanaume asipokuja haraka, wanaume wachache kanisani na ni wachache kwa harusi. Ni wachache hata kwa matanga, na ni wengi sana kwa jera. Ni wengi kwa jera na wamejaa hospitalini. Watu wakilala ICU watu 20, wamama 10, wanaume 10. Wamama 9 wanatoka, moja anakufa, na wanaume 9 wanakufa, moja anatoka. Kwa hivyo mwanaume, wacha maringo, maana hakuna mtu anakuhitaji. Ningependa tuangalie ni kwa nini wanaume wanakufa mapema. Neno linasema siku za miaka yetu ni miaka 70. Kama tuko na nguvu miaka 80. Lakini kweli ni watu wangapi wanafika hapo? Halafu inasema ikiwa ni miaka 70, kama tuko na nguvu miaka 80. Hao wa miaka 70 mpaka 80 ni mtu ambaye hajakutana na accident mahali popote. Kama ulianguka, unaanguka saa zote na gari, unaanguka mara unapigwa na gari, unapigwa na pikipiki. Singojee kuja kufika miaka 80. Unaanza kuumwa ukiwa na miaka 40. Na kama mlikuwa mnapigana ukinywa pombe, umepigwa unangolewa meno. Sasa unangojea tena kuja ufikie miaka 80 ya kuzeeka. Utaenda kabla siku hiyo, lakini sasa nikutishe. Unapaswa na utaishi miaka 70 kama hauna hatia na hauna kasoro katika afya yako. The starting point ni mahali ambapo umezaliwa, na utaenda miaka 70. Una safari ya miaka 70. And let me tell you, ukiwa hapa unapaswa kuangalia your destination. Ujue umeanzia hapa and your destination is 70 years. Kama utakuwa na nguvu, elewa mapema utafika 80, lakini utafika 70 ukiwa na nguvu ndio utafika 80, na utakuwa ni taabu na ubatili na matatizo. Watu wakifika miaka 80, ukweli mtupu, hata 70. Ukienda kwa embassy ya Marekani kuomba visa unapewa. Maana hakuna mahali utanyimwa visa, kwa sababu hakuna mahali utaenda uwe tisho. Haupo. Ungali uko hai, mtu mzuri, huwezi fanya chochote, huwezi ajiriwa kazi mahali popote. Kile kinafanya wazee wengi kufa mapema, unatawala peke yako bila mama. Unachapa watoto wako, unachapa mama yao, uonyeshi upendo kwa mama yao. And the best gift you can give your children is to love their mother. And let me tell you, ukipenda mama yao, watoto wanaona unapenda mama yao. Chukua utawala wako, mutawale na yeye. Wewe ndio kichwa, lakini tawala na yeye. Halafu musonge mbele, ona mbali, na uwe na vision kama vile Dr. Miles Monroe anasema, ona mbali. Halafu utawala wako utakapoanguka, utawala wa mama ukisimama, naye mama atakuchukua, atakuchagua deputy wake. Hapa ulimfanya your deputy, wewe ndio ulitawala. Yako ikienda chini, ata take over, atakuchagua deputy. Kwa hivyo utakaa kwa madaraka siku zote. Halafu mutaenda pamoja, utawala wa mama utakapoisha, watoto watakapo take over, wata take over mkiwa wote wawili, mkiwa etipaa. Maana watoto hawa ni wa mama, wacha nikuhakishie ni wa mama hawa watoto. Na wanaelewa, na maksi nyingi ziko kwa mama. Na nataka nikuambie, mimi nikiwa mchungaji, nikiwa mwanaume, wewe mwanaume, hata ununulie watoto wako gari, hata uwajengee nyumba za orofa, hata uwafanyie nini, watoto hao ni wa mama. Ni wa mama. Kalilala hapo kwa tumbo miezi 9, wewe ukiwa wapi? Ni wa mama. Biologically kalikula kakashiba kakiwa katika tumbo ya mama.
Na ukweli, kalipozaliwa kalikaa na mama kakinyonya, kananyonya, kakiangalia mama kakicheka. Yani unaangalia the bond na ambayo iko hapo ni ya ajabu. Hata ulete fitina, ulete kasheshe, uwatenganishe. Hata mama yawe mbaya kiasi gani, moja siku ile atafika kuoa, anaenda kutafuta mama yake. Na ukweli, hata kama anatafuta baba yake, lakini wewe mwanaume kaa na mpango, la sivyo mambo yako yatakuharibikia mapema na utashangaa. Utaishi, lakini utaishi kwa taabu. Kwa nini wanaume wengi wanakufa mapema? Number one, ni kwa sababu they don't have a place to live. Ukisoma katika Genesis 2 verse 7, Genesis 2 verse 7 and 8, nasema Bwana Mungu alipomuumba huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, akamweka makao, alipewa makao ya kuishi. Halafu daktari mmoja anaitwa Dr. Bongla na jina ingine ngumu kutoka Nigeria ameandika kitabu kinaitwa Why You Should Build Your Own House. Anasema among all the creatures God created, man is the only one who rent a place to live. Kitabu chake nimenunua Dar es Salaam juzi nilipokuwa huko mwezi wa Disemba. Anasema hapo chini, anasema ndege wana viota, simba wana dens za kukaa, wanyama wote wamejenga nyumba, they are all adults, lakini mwanadamu peke yake ndiye anakodisha mahali pa kuishi. Halafu anauliza hapo chini, what a shame you drive a big jeep, gari kubwa unaipaki nje kwa wenyewe. Unaipaki nje, mahali pa kupaki ni kwa wenyewe, mahali unakaa ni kwa wenyewe. Na Mungu alipokuumba alikupatia makao, dhambi ikakutoa, mpaka leo una makao. Mwanaume wewe ni umekaa hapa na mke wako, halafu kwa sababu uone mbali unaanza kuzaa ile tutoto niliwaambia ambao tukafuatana mfululizo. Unakaa kama hii ngazi, huwezi hata, afadhali ngazi imeachana, tuingine tunakaribiana mpaka huwezi kujua nani yako mbele ya mwingine. Na ukijaribu ukosea useme huyu ndiye watatu, ambao unasikia mzazi anagombana, wewe uone kwamba huyu ndiye mkubwa, huyu ndiye ana. Sasa utaonea wapi? Tutoto tulizaliwa kengine Januari, kengine next year February, kengine the other year March. Sasa wote wamepangana hapo. Let me tell you, mwanaume anakufa mapema kwa nini? Hana mahali pa kuishi. Namba 2, kwa sababu hana diet nzuri, hali kulingana na mpango wa Mungu. Mimi kwa diet siongei wakati profesa wangu wako hapa, lakini ukweli utagundua mwanaume mke wake anakaa nyumbani na yeye ameingia jioni ndani ya nyumba na mkate wa bofro, pakiti ya maziwa, na jana aliingia jioni na mahindi ya kuchoma. Nataka nikuhakikishie utakufa na utakufa kwa njia ya kushangaza, na watu wa Mungu watakuja kuchanga pesa ya kupeleka maiti nyumbani, lakini ni mpango ulikuwa naye mbaya. Namba ya 3, kwa nini mwanaume anakufa mapema? Ni kwa sababu hakujali the care ya your helpmate. Ulipewa msaidizi, na msaidizi ambaye ni mke wako huko mjali, kwa hivyo hana kazi kwako, hapo kwa ajili yako. Maneno yake tu akiongea, aongee maneno yake huyo mpenzi wako, aongee tu hata akiwa huko jikoni anaimba wakati anapika. Yaani sauti hiyo ukiwa mezani utangojea, hata kama chakula itakaa another 1 hour utangoja. Ukiwa mgonjwa na huku ukiwa unaumwa, vidole vyake anaponyosha kusugue dawa, hata kama ni kwa mgongo, si kama daktari ambaye anakutolea ukali. Vidole vyake viorolo. Jamani, wanauma wale mmeshakuwa wagonjwa, hebu jaribu kuwa na flashback uone. Yeye ni wa pekee katika maisha yako, lakini kama hautakuwa na nafasi ya kumtumia your helpmate, let me tell you, Mungu alisema si vema uwe peke yako, na hapa umepewa msaidizi ambaye hakusaidii. Sasa faida yako ukiangalia ni nini? Utakufa. Mwanaume anakufa mapema kwa sababu ya poor diet. Then mwanaume anakufa mapema kwa sababu ya overworking. Unafanya kazi kupita kiasi na huna muda wa kupumzika.
na hiyo peke yake inakufanya unaenda spidi. Kuna rafiki yangu mmoja amekuwa mgonjwa, ameshikwa na stroke, na tulipokuwa tunaongea na daktari akasema, na kweli vile alivyokuwa amesaidiwa, naonekana alipo overwork akafikia mahali fulani, alafu familia yake imebreak, mtoto wake amedivorce, yule mwingine naye wameseparate, na msichana amerudi nyumbani. Mambo haya yamejaa kwa kichwa, amebreak. Wewe ndiye kichwa cha nyumba na unapaswa kuishi ukiwa good example. Na sababu hii mwanaume anakufa pia mapema kwa sababu ya kuwa na Raji family. Na hapa kwa Raji family naweza kusema matajiri hawajui kulea watoto na wawezani na watoto kabisa, ndio sababu wanazaa watoto wawili wakiwa wengi watatu. Watu waliosoma hawawezani na watoto na hawajui kulea watoto, ndio uzaa wawili na wakizidi ni watatu. Maskini peke yao ndio wanajua juu ya kulea watoto, na ndio wanazaa 7 mpaka 9 mpaka 11. Hawana taabu na kulea. Masikini wana ujuzi wa kulea watoto, hawajali kulea, na waliosoma wanajua watoto is a big task. Wanazaa wawili ama watatu waliosoma. Matajiri wanazaa wawili ama watatu, lakini maskini hiyo si taabu kwake. 7 mpaka 11. Formula ya kualisha hana taabu. Endeni jikoni debe moja. Mahali pa kulala naweka double decker 2. Wasichana wote wanalia hii double decker na vijana wote hii. Na wakizidi mpaka waangalie wengine vichwa pande hii na miguu pande. Wana formula ya kuwaweka bila kujali masomo yao, bila kujali afya yao, bila kujali. Na ndio sababu watoto hawa wanalewa maisha mabaya, wanatokea na afya mbaya, na elimu mbaya, na result ya elimu mbaya, kwa sababu hiyo maisha yote ni ya bure, yanakaa hivi. Na ndio unasikia wazazi wa aina hiyo wanauliza elimu ya bure, ili wapeleke watoto wakasome elimu ya bure, na result zenyewe zitatoka zikiwa za bure. Na yeye ataenda kuajiriwa kazi kulingana hiyo level hiyo, ataenda kutafuta kazi ambayo inalingana hiyo elimu hakuna, na ataenda kuajiriwa na waliosoma. Ndio hao utawakuta wameajiriwa kazi ambazo ni za mikono, unafanya kazi ngumu, mapato kidogo. Maana uliweka watoto hapo ukaweka wengi, na nataka nikuhakikishie mwanaume mwerevu haupasi kuzaa kama kwetu Kikuyuni walizoea kusema ukizaa kijana ni baba yako, ukizaa msichana ni mama yako, ukizaa kijana ingine baba ya mke wako, ukizaa kama msichana ingine mama ya mke wako. Halafu na kwa bahati mbaya mama yako awe karibu na kuambia sasa amebaki fulani, unapewa oda. Yaani na wewe unaendelea kuzaa kama ulipewa oda ya watoto kupeleka mahali, na mwenye kukuambia zaa hii ana siku chache aende akuache, na kuambia utaumwa, utakula kapu. Ndio unaona tu mzee wengine ukimuuliza miaka yake unahuzunika, yeye ni mzee zaidi kuliko miaka. Halafu ukimuona vile ameisha mwili hayuko, halafu anakutisha anafanyanga mazoezi, lakini hata ukiangalia sura yenyewe haikaribiani na mazoezi mahali. Na ndio anakuambia watu wa ukoo wetu tunakuanga wembamba hivi. Si watu wa ukoo, huyu mtu wameisha. Mapato hakuna, chakula taabu. Mke wake ndio unashangaa. Hata ukiona mke akitembea ndio utagundua oi, Mungu saidia. Yesu akirudi kweli wataenda mbinguni, lakini ni katika taabu tupo hapa, taabu ingine huko. Na ndio unakuta Raji families. Na mara nyingi mimi husema na hupenda kushauri, kama ulipanga utazaa watoto watatu na Mungu na familia ya wewe na mke wako, ya nini unaleta your in-laws kwa hiyo boma? Unaleta dada zako na ndugu zako na wamke wako, wote wanajaa hapo. Na kama utawezana nao na ni watatu kutoka upande huu na wawili wote ni 5, na watoto wako wawili wote ni watu 7, si ungezaa yote 7 kuliko sasa unalea watoto wako na wamama wengine. Hii nyumba uelewe ni yako, and you should protect your wife from your own family members, ili mke wako akae na afya na ukae na amani. Maana watajaribu kuingia wakiwa intruders,
Kanyumba kale uko naye, choo ni moja, bathroom ni moja, watu ndani ya nyumba 12. Kesho asubuhi mnataka kwenda mapema, watu wote wamepangana ride hapo foreni, wanataka huyu akitoka bathroom mwingine aingie, mpaka muanze mapema kuoga 1 hour mapema. Taabu tupu. Kama ungekuwa na watoto wako wawili na unajua na mko wawili, you manage them. Mimi sikuambii usisaidie watu wenu, wasaidie, lakini mlipie karo huko kwa hiyo shule, aende huko, lipa boarding school, akitoka bakia nauli aelekee kwao. Akienda huko kuna mahali kwao, kuna kwao, aende mahali mama yako na baba yako aliwazalia. Wenyewe hao ni watoto wa mama mwingine na ni watoto wa baba mwingine. Ni vile tu huyo baba ni baba yako na huyo mama ni mama yako, na hawa ni ndugu zako, ni dada zako. Lipa wasome, hata kama watapita kwako, wapitie leo, walale kesho. Kwa jina la Yesu waombee. Wacha waende kwao, wazoee kwao, na watoto wako wazoee kwako. Hebu kwako iwe ni kwako na kwao iwe ni kwao, ili mke wako wapumue. Na wewe mwanaume usijifanye ati baba yangu alikufa. Unajua baba alikufa zamani, sasa mimi ndio nasaidia familia, ndugu zangu wote. Nani amekuzuia? Saidia, wasaidie, lakini wakae kwao. Na ninawaambia from experience, mimi mwenyewe tumejaribu nikalete kutoka kwa mke wangu na wengine kutoka kwetu, ukalete hapo, tunasomesha na watoto wetu ni 3 vijana. Halafu saa zote ni kesi, matatizo saa yote ndani ya nyumba. Nikamwambia mama, imetosha, tutawasaidia wakiwa kwao. Na tangu tulipoamua, Mungu naye akatubariki, wakakaa kwao na tukawasaidia kwao. Watoto wetu wakasoma wakaenda, tukabaki wawili na tunawasaidia wakiwa kwao. Na wacha nikwambie, hata usaidie watu wa ukoo wenu na uwasaidie hata na mabilioni, hata uwapeleke shule, na ikiwezekana wapeleke mpaka wakasomee udaktari milele. Hakuna atakaye kushukuru. Fitina, siasa, maneno mabaya. Huyo mke ndio mbaya, ni anazuia. Mungesaidiwa, kwani wewe ni wa Red Cross. Kazi yako ni kusaidia wale wengine saa yote. Mungu alikubariki ili uweze kusaidia familia yako. Wanaume wanakufa mapema kwa sababu ya poor environment. Unakula